Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka huu wa 2026. Huu ni mwezi wa kwanza kabisa. Mada yake kuu ikisema wana na binti za Mungu. Mwaka huu tunajifunza kutoka katika kitabu kilichoandikwa na Ellen G. White, Baba Yetu Anajali, na leo ni Januari 31. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, asante kwa ajili ya ulinzi wako tangu Januari 1 hadi leo Januari ya 31. Umetembea nasi mwezi mzima. Enda nasi tunapojifunza mada ya mwisho ya mwezi huu na tunapojiandaa kuanza mada nyingine kwa mwezi ujao. Neema yako yatosha, pendo lako latubidisha. Tusamehe uovu wetu, ukatutakase na ukatembee nasi siku zote katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema tutarithi vitu vyote. Imejengeka katika kitabu cha Ufunuo 21 aya 7, ambapo anasema, yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Ili kuweza kurithi vitu vyote, lazima tuipinge na kuishinda dhambi. Tunaweza kuwa na furaha katika Bwana ikiwa tutazitunza amri zake. Ikiwa tuna wenyeji wetu mbinguni kwa kweli na nafasi kwa urithi usio na ukomo, utajiri wa milele, basi tunayo ile imani itendayo kazi kwa upendo na kutakasa nafsi. Tu wanafamilia wa familia ya mbinguni, wana wa mfalme wa mbinguni, warithi wa Mungu na warithi pamoja na Bwana Yesu. Wakati wa kuja kwake tutakuwa na taji ya uzima isiyochujuka. Mfalme wa mbinguni angetaka wewe umiliki na ufurahie yote yanayoweza kuadilisha, kukuza na kuinua nafsi yako na kukufanya ufae kukaa na yeye milele. Uwepo wako ukiwiana na uzima wa Mungu. Maisha yajayo ni taraja lililoje! Yanavutia jinsi gani! Upendo wa Mungu unaoneshwa kwa wanadamu kwa upana, kwa kina na pasipo kipimo jinsi gani! Fursa walizopewa watoto wa Mungu hazina kikomo. Kuunganishwa na Yesu, ambaye katika ulimwengu wote wa mbinguni na ulimwengu ambao haujaanguka anaabudiwa na kila moyo, na sifa zake zinaimbwa kwa kila ulimi. Kuwa watoto wa Mungu, kubeba jina lake, kuwa mshiriki wa familia ya kifalme, kuwekwa chini ya bendera ya Mfalme Emanueli, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Mwana wa Mungu ndiye mrithi wa vitu vyote, na utawala na utukufu wa falme za dunia hii zilitolewa kwake. Kama alivyokuwa Yesu duniani, ndivyo walivyo wafuasi wake. Ni wana wa Mungu na warithi pamoja na Yesu, na ufalme na mamlaka ni vyao. Mahali pa ulimwengu atakupatia wewe kwa ajili ya maisha ya utii, ufalme chini ya mbingu zote. Atakupa uzito wa utukufu wa milele na maisha ambayo ni ya kudumu hata milele. Hii ni Januari 31, mada ikisema tutarithi vitu vyote. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, leo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mji hautapita
usiku na hapana giza. Milangoni ya lulu, mjini mzuri, dhahabu njia zake na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milango haifungwi mjini mzuri, mtoni wa uzima na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Hawahitaji jua mjini mzuri, Mwana-Kondoo nuru na hapana giza. machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa,